saying I honor you. Nitakuwa nikisema tu kwa maneno ninakuheshimu. And he told me one thing. Na akamwambia neno moja tu. By following his instruction. Kwa kufuata maagizo yake. Obey his instruction. Kutii maagizo yake. Of the people, kati ya watu who have taken the envelopes, wale ambao walichukua zile bahasha, some who have come, kuna wale wengine wamekuja, and there are others na kuna wengine who ambao are ready wako tayari and they have not come, na wakuja, and you are ready. na uko tayari. The Spirit is telling me to honor him. Roho wa Bwana ananiambia ni mheshimu. By Kwa pray for you first. kuombea kwanza kabla hatujaendelea. Now the question is, you write your name there. Ninakuulizia uandike jina I want lako. to mention you by name before the Lord. Nataka kutaja kwa jina mbele za Bwana. As I obey the Holy Spirit. Nikitii Roho Mtakatifu. I myself, yeye binafsi I have said, amesema I will never again tena hata wali receive the word of the Lord kupokea neno la Bwana and I fail to seal it with a gift. na akose kuiweka muhuri na zawadi. You know what? Unajua kitu? Last week, wiki iliyopita, two things happened to me. Mambo mawili yakamtendekea. On that day, Alhamisi, I was in office. Alikuwa kwa ofisi. And a person came. Na mtu akaja. In a very, very critical need. Akiwa na haja kubwa. A serious critical need. Akiwa na shida kubwa ya kuangalia. And when we were doing that, when we talked, na walipozungumza, an anointing came on me. Upako ukamjia. You see, anytime, najua kila wakati, if you are anointed, ikiwa umepakwa mafuta, anytime you're praying for people, kila wakati ukiombea watu, you know when something has happened or when it has not happened. Unajua wakati jambo limetendeka na wakati halijatendeka. And I held that person in the hand. Akamshika mikono yake. And I said, na akasema, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, I command the mountain to go. Ninaamurisha milima kuondokea. Listen to me carefully because it is very important. Kwa maana hii ni ya maana. And I commanded again. Na akaamurisha tena. And I felt an anointing flow. Na akaishi upako ukiteremka. Anointing was flowing. Mpako ukaanza kuteremka. Okay, finish praying. Wakamaliza tu kuomba. Kamsalimia, go well. Kamwambia enda vizuri. Akaniambia before I go, akamwambia kabla sijaenda, Spirit told me, Roho ameniambia honor what you did. Niheshimu kile umetenda. Honor ni kwa kuheshimu him through you. Ni mheshimu kupitia kwako. So she gave a seed of honor. A seed of honor. What a payment. Akapeana mbegu ya heshima kwa mashukupenda. Akampatia. And the Lord told me, na Bwana akamwambia, mzungumzie tena. Now you have sealed the miracle. Na sasa umepiga muhuri ule muujiza. Kuuliza Mungu, kwani hakupiga muhuri wakati nilikuwa nasikia upako? Akamwambia, ni kama hiki chupa. Ni kama kichupa hiki. Ukiweka maji, yani full water, na ianguke, na ikianguka maji itamwagika. Maji itamwagika. Lakini ukifunika, when you close, anytime you react, wakati unatenda jambo in faith, kwa imani, not in payment, sio kwa kulipa. Anytime you react, wakati unafanya jambo, the Lord told me you seal that miracle. Kitenda kile kitendo unapiga muhuri ule muujiza. It becomes a generational anointing. Itakuwa upako wa kizazi. That the children, kana kwamba watoto wako will also eat in that miracle. Watakulia huo muujiza. Amen. Many times, wakati mwingi, I have heard great things, amesikia maneno and I did not seal, na kupiga muhuri. I did not seal. Hakufunika ile baraka. To my amazement, na kwa mshangao, on the Sunday, Jumapili, we finished service. Wakamaliza ibada. I went home. Akaenda nyumbani. Somebody called me. Mmoja akampigia simu akamuita. And told me, I saw you preaching in such and such a barrier. Nilikuona ukihubiri kwa mzishi mahali. And I would like you to pray for me. I have a dire need. Na akamwambia ningependa uniombee kwa maana niko na shida kuu. I kind of said no. Rais aseme hapana. I was in the church. Kwa maana leo hiyo alikuwa siku nzima. Sasa mtu ananipigia simu saa 9 ananiambia niko hapa kanisani na kutafuta. Anampigia simu saa 9 anamwambia aenda muombe. Nijinda kanisani. Kwani yeye anakaa kwa kanisa. That's human. That's human. Hiyo ni kimundu. You know, you just pay myself. Hiyo ni binadamu tu yeye.
Sasa sema kama watu wengine, another thing told me, not another thing. Hata sema kitu kingine nikamwambia. Spirit told me, Roho wa Bwana akamwambia enda. Go. Enda. I had already dressed out, you know. I saw I dressed on. Alikuwa ametoa nguo zake. Yani nimevaa sport kwa maana alikuwa amevaa sport. Akavaa na official. Kavaa ni official tena. Narudi official tena. Kavaa tena. Na taisi. Na tai. Asikuweka tai lakini nikavaa. Akavaa kiofficial. Nikatokezea. Kiofficial sasa kaenda. Kutokezea ama nikotokea. Kwa hiyo don't worry. So, okay? Wewe akaenda. And they brought somebody wakaleta mtu who had a problem with the mind. Aliyekuwa na shida ya wazimu For 89 years. Mwenda wazimu kwa miaka 89. And I told them, talk to me. Wakamwambia mzungumzie. Anytime people talk to me, wakati watu wanamzungumzia, I have the Holy Spirit talk to me. Anaambia Roho Mtakatifu naye So I told them, as they talk to me, akaambia Roho Mtakatifu wakinizungumzia, talk to me. Na wewe So nizungumzie. when they were talking, kwa hivyo walipokuwa tunazungumza, Bwana akamwambia, tell them, waambie Jeremiah chapter 32, kifungu cha 35 mstari wa 27. Is anything too hard for me? Kuna jambo kubwa kunishinda? Am I not the God of all flesh? Mimi si Mungu wa miili yote. And because when I began to talk to them, I felt wakati alianza kuzungumza na wao, akasikia upako alipotaja hayo maandiko. I told them that it was a hot man who something. Ilikuwa ni mama mzee azima. Mzee kama kondo unaitwa azima. Kama huo ugonjwa wa mtu akutana wao wazimu ukianza ukizeeka sana. Held up hands. Akamshika mikono. In the name of the Father. Kwa jina la Baba. And I saw. Na akaona. And I felt. Na akahisi. Upako ukiteremka. Ukimshukia. And I said. Akasema. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I release this mind. Ninafungua hii akili. I release this mind. Ninafungua hii. I felt the anointing. Na akahisi upako. And I said amen. Na akasema amen. They all said amen. Wote wakasema amen. I greeted them. Akawasalimia. Go well, God bless you. Endeni vizuri, Mungu awabariki. Mama, go well, God bless you. Mungu akubariki, enda vizuri. Go well, bless you. Enda vizuri, Mungu akubariki. Kapo walikuwa wamemleta. Kama kopo walikuwa wamemleta. Wakiinuka tu. Mzee akasema hapana. Mzee akasema hapana. Tupatie nafasi. Can you give us a permission? Tupatie nafasi. We give. Tutoe. I said no. Akasema hapana. Akamuuliza kwa nini? Akamwambia kwa sababu siuzi miujiza. Akamwambia we are only appreciating. Tunashukuru tu. I told them give it appreciation. I will give it on behalf of Jesus. Tunachukua kwa ajili ya Yesu. Nimepewa kwa sababu siuza miujiza. So, kwa hivyo the man took some money. The man took the money. Pesa na the mama. Then they brought together. I laid them in my hand. And I said in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Because nilikuwa nimejua principle ya sealing a miracle. Kwa maana alikuwa anajua kanuni ya kupiga. I said I seal the miracle. Akasema napiga muhuri in Jesus name. Kwa jina la Yesu. And I let them go. Na akawaachilia waende. Jioni nikifika nyumbani. Jioni afternoon when the Spirit told me. Roho wa Bwana akamwambia. I did the miracle. Nilifanya ule muujiza. And I sealed it. Na nikaupiga muhuri nikaufungia. When they did. Wakati walitoa. Na kauliza ni nini hii? God, Mungu wants us to react to what he does. Anataka tutende jambo kwa yale anatutendea. Amen. My God. Reacting to what God does is very important. Kutenda jambo kwa yale Mungu amekutendea. And I began to see a different perspective. Na kaona na mtazamo mwingine. We begin reacting. Tuanze kutenda jambo. Amen. How many want to react right now? Ingapi wangependa kutenda jambo? And you are ready? If you are ready? Na uko tayari? And you have your envelope come here? Na uko na bahasha yako. I want to go to honor the Holy Spirit. Nataka kuheshimu Roho Mtakatifu. Kuja. Did you write your name there? Katika jina lako. Good. Because I want to pray for you with the name. Kwa maana nataka kukuombea kwa chini. I don't want to be a person who just speaks. Najua mtu wa kuombea. I have done this honoring the Holy